Ndio maana imeweza kuzaa matunda haya ambayo tunaona siku ya leo, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Lakini pia Machi 3, 2026 na hapa ni katika hospitali ya rufaa ya kanda ya kusini iliyopo Mitengo, manispaa Mtwara Mikindani, mkoani Mtwara, ambapo tumeshuhudia maadhimisho ya siku ya usikivu duniani ambayo kitaifa yamefanyika hapa mkoani Mtwara. Katika maadhimisho hayo mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Mtwara, Mheshimiwa Kanali Donald Wilson Msengi, ambaye ametoa wito kwa jamii wanapata matibabu ya usikivu na sio kujichukulia hatua binafsi na kuanza kutumia dawa za kienyeji. Karibu yao mtaalamu wetu wa afya ndugu yetu Daktari Amir ameeleza kuwa serikali ina mpango wa kupeleka vifaa katika kila hospitali ya mkoa kwa ajili ya kugundua tatizo hili, ambayo ni hatua ya kuipongeza sana serikali yetu. Hatua hii itawezesha kugundua na kuhudumia mapema tatizo hili la masikio na usikivu. Ndugu wananchi, niwaase tuache mazoea ya hatari ya kuweka mafuta au dawa za asili au mimea bila ushauri wa kitaalamu kwenye masikio ya watoto wetu. Nirudie kusema, niwaase ndugu zangu wa Tanzania, tuachane na mazoea ya hatari ya kuweka mafuta au dawa za asili au mimea bila ushauri wa kitaalamu kwenye masikio ya watoto wetu. Aliwaita mtaalamu wetu mwakilishi wa wizara kwamba hawa wenyewe wanatemu kama ni madaktari bishoka, kwamba ukidondoshea kitu fulani kwenye sikio utapona. Hapana, tupate huduma rasmi. Na wahimiza wazazi kutafuta usaidizi wa kitaalamu wa matibabu katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya ambavyo vimejengwa na serikali yetu kwa dalili za kwanza za kutokwa na majimaji katika sikio au pale unapogundua mtoto ana usikivu hafifu. Kama maadhimisho haya yalikuwa yameshiriki viongozi mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kutoa neno. Wizara ya Afya imeweza kuandaa mkakati maalum wa utambuzi wa mapema wa watoto wachanga wanapozaliwa ili kuweza kugundua dalili za awali za kupoteza usikivu kwa watoto hawa, kwa sababu usikivu unakuwa na aina mbili. Kuna usikivu ambao ni wa kuzaliwa ambao tunaita neurological hearing loss, lakini kuna kupoteza usikivu kutokana na baada ya kuzaliwa ambao ni acquired hearing loss, ambao zina sababu nyingi tofauti. Kugundulika kwa mapema kwa tatizo hili kunapelekea matibabu ambayo kwa juhudi za jemadari wa afya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, huduma hizi sasa zinapatikana katika hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili, ambapo watoto wanapogundulika mapema na changamoto ya usikivu wanaweza kuwekewa vifaa maalum vinavyopandikizwa kwenye fuvu la kichwa ambavyo vinarudisha usikivu wao wa mapema. Kwa hiyo juhudi hizo zimefanyika na uwezo wetu kama serikali kwa sasa ni watoto 24 kwa mwaka, jambo ambalo ni kubwa sana na linahitaji fedha nyingi sana, kwa sababu kifaa kimoja cha kupandikizwa kinagharamiwa kwa kuanzia milioni 25 mpaka 30 kwa mtoto mmoja. Kwa hiyo ni uwekezaji mkubwa ambao serikali imeufanya. Aidha, tumezungumza na baadhi ya wanafunzi ambao wameeleza maadhimisho haya kuwa na tija kwao, hasa ukizingatia wao wanaishi na wenzao ambao wana changamoto ya usikivu. Naitwa Happiness Yafali ya Mlima, ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Mtwara Ufundi. Tukio hili la maadhimisho ya usikivu duniani nimelipokea, nimelifurahia kwa sababu katika jamii ambazo tunaishi na wenzetu ambao wana changamoto za usikivu, pamoja na pale shuleni kwetu tuna wanafunzi ambao wana changamoto ya usikivu. Hivyo tunafurahi kwa kuwa wamesaidiwa kiwango fulani katika kufundishwa lugha za alama ambazo zinasaidia wao kuwasiliana na jamii ambayo inawazunguka, na pia wamepewa kwa wale ambao wana usikivu mdogo wamesaidiwa vifaa ambavyo vinawasaidia wao kusikia vizuri. Hivyo tunashukuru na tunaomba serikali iweze kuendelea kusaidia. Majina naitwa Salum Jazaru, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 Mtwara Ufundi. Hii siku ya leo kwanza nimefurahia kwa sababu imesaidia vitu vingi. Kwanza imewapa matumaini hata hawa wenyewe wenye tatizo la usikivu
kama pale alivyosema kiongozi kwamba kuna vifaa ambavyo vitakuwa vinagawiwa, imewasaidia wao kupata moyo, kuonekana kwamba na wao pia wanatambulika katika jamii. Na pia kitu kingine ambacho kimenifurahisha katika hii nini ya leo ni imesaidia kutoa elimu kwa jamii, kwa sababu kuna watu wengine kama alivyosema, watu wengine wanadharau vizi, yani anamuona mtu anamuita, anaona kama anamdharau, kitu ambacho sio sahihi, anakuwa hamdharau bali anakuwa hamsikii, umeona. Kwa hiyo kupitia ile elimu iliyotolewa pale imesaidia katika jamii. Kwa hiyo sasa hivi jamii itakuwa inajua kwamba ukimuita mtu fulani ukimwona kwamba anashindwa kusikia kugeuka, basi anajua kabisa kwamba huyu ana tatizo la kusikia. Kutoka hapa katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Kusini mkoani Mtwara, langu jina ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwaheri.